Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Baba yetu wa mbinguni na duniani, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, muumba wa mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu aliyetuumba kwa mfano wake, akatuweka duniani kwa ajili ya utukufu wake. Ninamshukuru Baba kwa nafasi hii tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Hakika Mungu wetu ametukusanyisha tena pamoja, na sisi kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika kwa ajili ya utukufu wake. Ninakukaribisha sana katika ibada hii. Tuna ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tukimtanguliza Mungu Baba aliye hai na kuanza wiki nyingine tena kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninayesema nawe ni Mama Eli wa Jesus is the way. Nimesimama katika nafasi hii kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu imenisimamisha katika nafasi hii na kukaribisha sana katika ibada hii. Imani yako yote ninakuomba weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa ewe mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi ni chombo tu. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameukusudia katika kanisa lake wiki hii au siku hii ya leo, mwanzo wa wiki na mwisho wa wiki ambao tumeimaliza, unasema ya kwamba kwa nini Bwana Yesu amwage damu yake mara 7 kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini Bwana Yesu amwage damu yake takatifu mara 7 kwa ajili yako? Nitafungua ibada hii kwa maombi. Baba, nakushukuru kwa kutupa tena nafasi hii Bwana. Nasema asante Baba kwa ajili ya mida hii, mfalme wa amani. Kwa jina lako takatifu Bwana Yesu, nimesimama kama mtoto wako na kama kuhani wako katika agano la damu yako takatifu. Wewe ndio umenisimamisha Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Wewe ndio umeniweka katika nafasi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe ndiwe ambaye unalisimamisha kusudi lako na mapenzi yako Bwana juu yangu na juu ya kanisa lako lote. Tazama Baba, ni sisi watoto wako tumekusanyika tena kwa jina lako takatifu. Msaada wetu ni katika jina lako Bwana Mungu wa majeshi, uliyezifanya mbingu na nchi. Wewe ndiwe Mungu usiyeiacha miguu yetu isogezwe, usiyelala, usiyesinzia usiku na mchana Bwana. Baba, nasema asante. Asante kwa nafasi hii katika damu yako takatifu na kwa Roho wako Mtakatifu na kwa jina lako takatifu Baba. Ninaingia kwenye kiti cha rehema na neema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu napiga magoti. Ninanyenyekea Bwana nikiwa nimelibeba kanisa lako lote, watoto wako wa kike na wa kiume katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, wateule wako watakatifu wako. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, wewe ndiwe mwana kondoo wa Mungu uondoaye dhambi za ulimwengu wote, uondoaye dhambi za dunia hii. Na kusihi Baba, uturehemu na kutuhurumia Bwana. Watoto wako Baba, tunalikimbilia jina lako, tunaukimbilia msalaba wako. Ni kwako Baba tunakuja, hata mioyo yetu inapokuwa na uoga, ni kwako Bwana Yesu tunajileta, kwa kuwa hakuna aliyekukimbilia wewe akaibika hata milele. Baba, katika jina lako takatifu nimelibeba kanisa lako Bwana, na kusihi Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, msamaha wa damu yako takatifu juu yangu mimi mtumishi wako, juu yangu mimi mtoto wako, kuhani wako Baba, sawa na neno lako la Ufunuo 1:5-6. Baba yangu wa mbinguni, nimesimama nikitubu, ninatubu dhambi, ninatubu makosa popote nilipokosa kwa mawazo, maneno, matendo. Na nyenyekea chini ya kiti chako cha rehema na neema. Nioshe Bwana, nioshe, nitakase kwa damu yako takatifu. Asante Baba kwa msamaha huu, kwa kuwa kwako una msamaha ili jina lako liogopwe. Ndiposa Baba
Nimesimama nikitubu sasa kwa ajili ya watoto wako wa Bwana, kwa ajili ya wateule wako, kanisa lako, mwili wako. Baba, nakusihi umrehemu kila mmoja kiasi cha wingi wa huruma na rehema zako. Uwasamehe dhambi, uwasamehe makosa Baba. Umuoshe kila mmoja kwa damu yako takatifu. Msamehe mama huyu, msamehe baba huyu, msamehe kijana huyu Bwana Yesu. Msamehe binti huyu, wasamehe watoto hawa. Samehe wao na familia zao na nyumba zao. Waoshe kwa damu yako Bwana Yesu. Watakase kwa damu yako Bwana. Wafinyange kwa ajili ya utukufu wako. O Baba, asante kwa maana umewasamehe. Asante Baba yangu wa mbinguni, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Umesema tukiomba Bwana, hakika tutapokea kutoka kwako. Umesema tukikutafuta, hakika tutakuona Bwana Yesu. Umesema tukibisha hodi kwako, hakika tutafunguliwa. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umetufungulia, umetusikia na umeonekana kwetu. Nami nalibariki jina lako. Baba, ninaikabidhi ibada hii kwenye mikono yako. Ninaendelea kulitia jina lako juu ya ibada hii Bwana. Simama sawa sawa na mapenzi yako, ukalitimize kusudi lako kupitia neno lako Bwana. Neno lako lilo hai. Mungu uliyesema unalitazama neno lako upate kulitimiza Bwana. Jina lako litukuzwe Baba. Ukamguse kila mmoja na neno lako hili Bwana. Ninalifungulia njia, ni mashariki, ni magharibi, ni kaskazini, ni kusini, ni baharini, ni nchi kavu, ni kwenye nchi, ni chini ya nchi, ni juu, ni chini. Kwa jina la Yesu Kristo, neno lako Bwana likaenee duniani kote kwa ajili ya utukufu wako. Ufalme wako Bwana Yesu uje hapa duniani kama uko mbinguni, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana, ukalisimamie neno lako sawa sana mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, tunajimimina kwako. Takasa mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, ipate kupokea neno la Mungu kwa unyenyekevu kabisa, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Neno lako Bwana likaponye, likafungue, likauishe, likakamilishe, likainue. Neno lako Bwana Yesu likafute machozi ya kila mmoja, na neno lako Bwana likasimamishe lililo kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, nasema asante kwa maana hatutabaki kama tulivyo. Ninawaalika malaika wako watakatifu wakasikie pamoja nasi neno lako la uzima Bwana, wakashuke na kuzidi kutuhudumia sawa sana mapenzi yako. Roho Mtakatifu wa Mungu tujaze Baba. Asante, neema yako yatosha, katika jina la Yesu, na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi kabla tujaingia kwenye maombi ya kumshukuru Mungu na kukabidhi wiki yetu katika mikono ya Mungu Baba aliye hai, tutakwenda kujifunza ujumbe huu mfupi. Amen. Na leo tutaanza na sehemu ya kwanza ya somo hili. Kwa nini Bwana Yesu amwage damu yake mara 7 kwa ajili yako na kwa ajili yangu mimi? Bwana Yesu apewe sifa sana. Tukumbuke wapendwa, moja ya siri kubwa ya ufalme wa Mungu kwa watoto wake ni nguvu ya damu ya Yesu. Ni nguvu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu imebeba siri kubwa katika ufalme wa Mungu, katika wewe uliyeliamini jina la Yesu, katika kuishi kwako hapa duniani. Damu ya Yesu imebeba siri kubwa juu ya kila mwanadamu atakayeamini kilichofanyika msalabani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi nitakwenda moja kwa moja katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga damu yake takatifu. Damu ya Bwana Yesu ilimwagika kwenye bustani ya Getsemani. Amen. Kwenye bustani ya Getsemani, damu ya Yesu ilimwagika. Neno la Mungu linasema katika Luka 22 mstari ule wa 44. Neno la Mungu linasema, naye Bwana Yesu kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini, yani kwenye ardhi. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Naye Bwana Yesu kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Na damu ya Yesu itakase masikio yetu tupate kusikia hiki na kukiweka katika matendo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, ilimlazimu Bwana Yesu kumwaga damu yake kwenye bustani ya Getsemani. Kwa nini? Ili mimi na wewe tupate ushindi, tupate kushinda vita ya maamuzi. Amen. Na hatima ya maisha yako isiharibiwe na shetani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ilimlazimu Bwana Yesu kumwaga damu yake takatifu kwenye bustani ya Getsemani ili wewe upate kushinda vita ya maamuzi na hatima ya maisha yako isiharibiwe na yule muovu adui shetani. Ndiyo maana Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga damu yake bustanini. Amen. Tukumbuke mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adam na Hawa walipoteza uwezo wa kuchagua au uwezo wa kuamua, uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika bustani ya Eden. Walipoteza uwezo wa kuamua kwenye bustani ya Eden. Kwenye bustani pale, hapo walidanganywa fikra zao. Badala ya kumchagua Mungu, mwanadamu akaamua kumchagua shetani. Kumbuka, shetani alidanganya fikra zao, akawafanya wafanye maamuzi ambayo sio sahihi. Akili zao zilivutwa na udanganyifu wa shetani na hatima ya maisha yao ikaharibika kabisa kuanzia hapo. Na si hatima ya maisha yao tu, hata kizazi chao na kizazi chao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana, kumbuka haya yote yalifanyika kwenye bustani. Na ndio maana ilimlazimu Bwana Yesu kuishinda hii vita kwa ajili yetu sisi. Pale Getsemani, wakati anapita katika dhiki ya maamuzi. Kumbuka Bwana Yesu alikuwa anapita katika dhiki ya maamuzi. Neno la Mungu linatuambia, naye Bwana Yesu kwa vile alivyokuwa katika dhiki, alikuwa anapita katika dhiki ya maamuzi. Dhiki gani? Yaani roho yake ilikuwa inajua kabisa ya kwamba ni mapenzi ya Mungu aje duniani afe kwa ajili ya wanadamu. Lakini alipofika katika hatua hii, roho yake na mwili wake vinashindana. Kumbuka, mwili siku zote unashindana na roho usipate kutimiza kile ambacho Mungu amekikusudia. Roho yake ilikuwa inajua kabisa anatakiwa kutii cha Mungu, kaja duniani ili afe msalabani kwa ajili yetu sisi wanadamu. Lakini mwili wake ulikuwa unakataa. Na ndio maana alifikia kipindi akasema, roho yangu iradhi. Roho yake iradhi, iko tayari. Lakini mwili wake uko dhaifu, unapingana na kile cha Mungu. Sasa wakati wa dhiki hii, neno la Mungu linatuambia, akaomba sana mpaka matone ya damu yakaanguka kwenye ardhi. Wapendwa, dhiki ilikuwa ni dhiki nzito sana, kiasi cha kwamba Bwana Yesu akadondosha matone ya damu bustanini. Na damu hii ya ushindi ndio iliyotuokoa sisi na wewe na kutupa kushinda, au ndio inaotupa kushinda leo hii sisi katika vita ya maamuzi hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninaenda taratibu sana upate kuelewa na kusikia, kwa sababu kuna watu wengi sana, kwa sababu kanisa la Bwana limekuwa likipita kwenye vita ya maamuzi, ya kukwama katika maamuzi. Watu wengi wamekuwa
wakiabudu sehemu ambazo sio sahihi. Wamekuwa wakiabudu kwenye madhabahu za kishetani, kwa sababu kuna mahali fikra zako zilishikwa. Wamekuwa wakiabudu kwenye madhabahu za giza. Wamekuwa wakiabudu au wakifanya ushirika na watumishi ambao wamevaa mavazi ya kondoo, kumbe ndani yao ni mbwa mwitu, kwa sababu kuna mahali fikra zako zilishikwa, zilikamatwa. Unisikie mtoto wa Mungu, upate kuokolewa. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yako pale Getsemani, pale bustanini, ili ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nitakufundisha jinsi ambavyo unaweza kutumia damu hii ipate kukufungua katika maamuzi yaliyo sahihi. Kuna watu wengi leo hii wameingia kwenye maamuzi ya majuto, wameingia kwenye hatua za majuto kwa sababu hawakuitumia damu ya Yesu. Kumbuka na kufundisha siri za ufalme wa Mungu. Wewe uliyeliamini jina la Yesu, uliyeamini ya kwamba Yesu ndiye Bwana, unatakiwa uishi kwa ushindi hapa duniani. Ufaidi ufalme wa Mungu hapa duniani, kuanzia hapa duniani na baadaye huko mbinguni kwa Baba yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unisikilize mtoto wa Mungu. Katika maisha yako hapa duniani, kuna vita ya maamuzi ambayo adui atakuletea. Usipojua kazi ya msalaba aliyoifanya Bwana wako Yesu Kristo, utajikuta utajikuta ya kwamba maamuzi yako kwenye maamuzi yako unadanganyika na hisia. Yani utakuwa unaamua kwa hisia. Hisia zitakudanganya kufanya maamuzi mabaya. Au na kile unachokiona kwa macho au unachokisikia kwa macho ya nje. Utakuta unaangukia kufanya maamuzi kwa kile unachokiona kwa macho ya nje, sio macho ya rohoni, na masikio na kile unachokisikia kwa masikio yako ya nje. Au utajikuta unafanya maamuzi kwa kufuata mkumbo au kwa kufuata presha za watu. Usipojua kazi ya damu ya Yesu, kwa nini damu ya Yesu imwagike kwa ajili yako, na ukaitumia hii damu ya Yesu ipate kukuokoa katika maamuzi, utajikuta unaanguka kwenye udanganyifu wa fikra ule ambao ulimwangusha Adam na Hawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa niko hapa leo hii kukufungua kwa neno hili la Mungu, likakufungue. Ujue kwamba iko damu ya Yesu iliyokupatia ushindi. Ilianza kumwagika sehemu ya kwanza Getsemani. Jasho, matone ya damu yalimtoka Bwana Yesu katika dhiki yake. Aliomba mpaka matone ya damu yalimwagika. Damu hii ilimwagika kwa ajili yangu mimi na wewe. Heri yule aaminie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo, jifunze kuomba kwa kutumia damu ya Yesu. Jifunze kuomba kwa kutumia damu ya Bwana Yesu kabla ya kufanya maamuzi au juu ya maamuzi yanayosumbua akili yako. Ukiona unapata presha yoyote ya maamuzi, tenga muda wa kuomba, ikiwezekana kufunga na kuitiisha damu ya Yesu. Amen. Kuna mtu anajiuliza, unaitumiaje? Niko hapa kukufundisha kwa Roho Mtakatifu, kwa neema ya Mungu, ya kwamba mfano unatamka kwa jina la Yesu, ninaichota damu yako Bwana Yesu iliyomwagika kama matone katika bustani ya Getsemani, sawa sawa na neno lako la Luka 22 mstari wa 44. Na ninaiachilia sasa damu ya Yesu hii juu ya fahamu zangu na juu ya maamuzi haya ninayotaka kuyafanya au maamuzi haya ninayosukumwa kuyafanya. Na sasa kitu chochote kinachotaka kuharibu hatima na kusudi la Mungu Baba juu ya maisha yangu, kikakutane na damu ya Yesu sasa,
katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu Baba, na kuomba ingilia kati kila vita ndani na nje yangu, unisaidie sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huu ninakupa ni mfano tu, kwa sababu kuna wengi wanajifunza kwa habari ya damu ya Yesu, lakini hawajui wanaitumiaje. Sasa tutakwenda utatamka baada yangu mimi. Amen. Baada yangu mimi utaomba haya maombi yaliyo mafupi lakini yenye nguvu sana. Unaweza kuitumia damu ya Yesu katika kufanya maamuzi sahihi, na ikakusaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi, yasiwe maamuzi ya majuto. Na hii ni sehemu ya kwanza ambao Bwana Yesu alimwaga damu yake pale Getsemani, ili ipate kukusaidia wewe katika maamuzi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Utatamka baada yangu. Unaweza sema kwa jina la Yesu, ninaichota damu yako Bwana wangu Yesu Kristo sasa, iliyomwagika kama matone ya damu katika bustani ya Getsemani, na ninaiachilia sasa juu ya fahamu zangu na juu ya maamuzi haya ninayoyataka kuyafanya, au juu ya maamuzi haya ninayosukumwa kuyafanya. Ninaachilia damu ya Yesu. Na sasa kitu chochote kinachotaka kuharibu hatima na kusudi la Mungu Baba juu ya maisha yangu, kikakutane na damu ya Yesu sasa, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu Baba, ninakuomba ingilia kati kila vita ndani na nje yangu. Unisaidie. Utazame kama kuna njia yoyote iletayo majuto. Ukaniepushie Baba. Ukaniongoze katika njia ya uzima wako wa milele. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umenisikia. Amen. Amen. Sikiliza mtoto wa Mungu. Ukiomba hivi kwa imani, damu ya Yesu itafichua siri zote na kila kilicho nyuma ya unachotaka kuamua. Kumbuka siku zote mtoto wa Mungu, adui akitaka kukuangusha, hawezi kukuonyesha kwanza ubaya wa kitu. Ataanza kukuonyesha uzuri wa kile kitu kwanza, kabla ya ubaya wa kile kitu. Mpaka unakuja kuona ubaya, umeshaingia kwenye mtego. Kwa hiyo unahitaji neema ya Mungu hapa mwanzoni. Wapendwa, tunahitaji neema ya Mungu ituokoaye wanadamu, tupate kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Niko hapa kukwambia, hata kuna wakati adui atakuja na vazi la kondoo, kumbe ndani yake ni mbwa mwitu mkali sana. Ana nia ya kukuangamiza. Ana nia ya kuharibu hatima ya maisha yako ambao Mungu amekukusudia. Basi ninakutamkia kwa jina kuu la Bwana wangu Yesu Kristo, upate neema leo kabla ya kufanya maamuzi yoyote. Upate neema ya kufunga na kuomba, ukiitiisha damu ya Yesu ikusaidie katika maamuzi hayo. Ndipo utaanza kufanya maamuzi kwa kutumia macho ya rohoni, macho ambayo yamekombolewa kwa damu ya Yesu. Utaanza kwa kusikia kwa jicho la rohoni lililotakasika kwa damu ya Yesu. Acha kufuata na kufanya maamuzi ya kufuata mkumbo wakati una maarifa ya neno la Mungu. Amen. Kumbuka siku zote nia ya adui Shetani ni kukufanya usikanyage pale Mungu alipokukusudia kukanyaga, na wala usifike pale Mungu alipokukusudia kufika. Hii ndio nia ya Shetani. Na ili wewe mwanadamu, anataka akufanye wewe mwanadamu ufike mahali ujute na uone kama Mungu amekuacha,
na uone kama Mungu Baba yuko mbali na wewe. Kumbe Mungu yuko karibu na wewe kuliko hata pumzi yako. Shetani nia yake ufike mahali ususe, umwache Mungu, uingie kwenye njia ya majuto kiasi cha kwamba uone kama Mungu amekuacha. Kumbe niko hapa kukwambia Mungu yupo karibu na wewe kuliko hata pumzi yako, mtoto wa Mungu. Leo hii neno hili likufungue katika jina kuu la Bwana Yesu. Amen. Amen. Sasa leo nimeanza na sehemu ya kwanza na nitaishia hapa. Kumbuka, wenye mamlaka ya kutumia damu hii ya Yesu ni wale wanaoiamini. Ni wale wanaoamini kwamba Yesu Kristo alikufa na kufufuka kwa ajili yao. Ni wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Ni wale ambao wanazaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanazaliwa ni kwa mapenzi ya Mungu, ya Roho Mtakatifu. Amen. Wanazaliwa mara ya pili. Ukisikia kuzaliwa mara ya pili, ndio kuokoka. Yaani unalisikia neno la Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu anaingia ndani yako, anakupa msukumo wa kumpokea huyu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliye njia ya uzima wa milele, aliye kweli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa, kwa wewe ambaye tayari umekwisha mpokea, basi neema ya Mungu izidi kukufunika, uzidi kufanya maamuzi sahihi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na kwa wewe ambaye haujampokea huyu Yesu, ufungue moyo wako sasa. Ufungue moyo wako sasa. Kumbuka alimwaga damu yake takatifu mara 7. Na namba 7 imesimama kama namba ya ukamilifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakuna kitu ambacho Yesu hakukikamilisha katika maisha yako. Tunaangamia tu sisi wanadamu kwa kukosa maarifa. Na maarifa yanapatikana katika neno la Mungu. Na ndio maana shetani atakuacha ufanye vyote. Lakini ukianza kufocus kwenye neno la Mungu, hapo ndipo ataanza kuingiza vita ili usijue kweli na kweli kakuweka huru. Basi fungua moyo wako sasa. Mpokee Bwana Yesu kwa maombi haya tunayoomba pamoja. Amini na ukiri upate kuokolewa. Ndivyo neno la Mungu linasema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na baada ya maombi haya tunayofanya pamoja, nitakwenda kuiombea wiki yako. Nitakwenda kumshukuru Mungu kwa kuwa ile tu kwamba leo hii sisi tu wazima na tunalisikia neno la Mungu ni kwa neema ya Mungu. Mungu Baba ametulinda kwenye mambo mengi, hata mengine hatujayaona, lakini Mungu ametulinda kwenye vita vingi sana. Tunakwenda kumshukuru Mungu na kukabidhi wiki yetu katika mikono ya Mungu. Lakini sasa tunaanza na msingi. Amen. Msingi wa mafanikio ni kumpokea Kristo. Ukiwa hai, wokovu ni sasa. Wokovu ni sasa. Amen. Sema Bwana Yesu. Uangalie msalaba wa Yesu. Uangalie msalaba wa Yesu. Alikufia kwa ajili yako. Mvute Yesu. Uangalie msalaba wake. Yeye ndiye Mwokozi. Yeye ndiye mkombozi. Yeye ndiye njia ya uzima na kweli. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Yoyote anayemwendea, asema Bwana, hata mtupa nje kamwe. Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako Baba. Nimelisikia neno lako. Leo hii Baba, ninakuja kwako. Ninarudi kwako kwa upya. Ninakuomba Baba, unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote niliyofanya mbele zako kwa kujua na kwa kutokujua. Unisamehe Baba dhambi ya kutokukuamini ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu uliye hai, uliyekuja duniani kwa ajili yangu nipate kuokolewa. Bwana Yesu, ninatubu kwa ajili ya dhambi hii. Ninakuomba Baba unioshe, unitakase sasa kwa damu yako takatifu. Unisafishe moyo wangu, roho yangu, nafsi yangu, maisha yangu na familia yangu na ndugu zangu wote. Bwana Yesu, ninakuomba sasa unitakase kwa damu yako takatifu. Leo hii Baba, nimelisikia neno lako.
Ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia Bwana Yesu, ingia na Roho wako Mtakatifu, ingia na neno lako hili Baba. Ingia Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe mfalme wangu na Mungu wangu siku zote za maisha yangu. Nikuishie wewe Bwana Yesu. Ninakukiri wewe na kukuamini leo hii ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, na umenifia msalabani. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Ninakuomba sasa unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Unijaze nguvu na unipe kushinda kila dhambi na kila jaribu siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo ninayaweza yote katika wewe Kristo Yesu unitiaye nguvu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Wote waliompokea neno la Mungu linasema amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni wale waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili tu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi utakwenda kushika kwenye kifua chako kama ishara ya kutafuta msaada kwa Mungu, nami nakwenda kukuombea. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Asante kwa ajili ya mbegu hii Baba, nami ninaifunika kwa damu yako takatifu. Asante kwa malaika zako wa mavuno wanaovuna Bwana. Asante kwa ajili ya shamba lako hili Baba, ninazidi kulimwagia damu yako takatifu. Asante kwa ajili ya neno lako lilokuja kutuokoa sisi wanadamu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa wote waliosema ndio kwako Bwana, kwa maana ni ahadi yako hutamtupa yoyote nje, wala hutamwacha yoyote apate kuaibika Bwana, kwa maana ameamua kukukimbilia wewe. Basi Baba, tunakushukuru kwa kuwa tumeuona wokovu wako. Tumekuona Bwana ukitulinda, ukiturehemu, ukitusaidia. Neema yako haikutupungukia Bwana. Ndio maana tu hai tunaishi tukiendelea kusema Yesu Kristo wewe ni Bwana. Asante Baba, tumeimaliza wiki hii kwa jina lako takatifu lipitalo majina yote. Na tunaianza wiki nyingine tena kwa ajili ya utukufu wako na kila tunachokifanya kwa mawazo, maneno, matendo. Baba, mimi na watoto wako hawa Bwana, kwa jina lako takatifu tunayafanya yote kwa jina kuu la Bwana wangu Yesu Kristo, kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia msalabani. Baba, na wamwagia watoto wako hawa wa kike na wa kiume damu yako takatifu. Ninaachilia damu yako ya agano jipya iliyomwagika pale Getsemani, kwenye fikra zao, kwenye mawazo yao, kwenye hatua zao Baba. Kila maamuzi wanaoyafanya kwa jina lako Yesu wakayafanye sawa sawa na mapenzi yako. Ninaachilia damu yako takatifu Bwana katika njia zao za kusita sita. Ninaachilia damu yako Yesu ikawape kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Bwana Yesu, ukawe na watoto wako wa Bwana. Baba, watangulie waingiapo watokapo, ukazidi kuwa Mungu wao na Baba yao. Baba, umesema katika neno lako utatufundisha na kutuonyesha njia tutakayoiendea. Utatushauri huku macho yako yakitutazama. Liguse kanisa lako Bwana, mfundishe kila mmoja Baba. Tumekubali kuwa wanafunzi wako na wafuasi wako, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Msaada wetu unatoka wapi? Msaada wetu unatoka kwako Bwana Mungu wa majeshi, uliyezifanya mbingu na uliyezifanya nchi, usiyeiacha miguu yetu isogezwe, usiyelala, usiyesinzia usiku na mchana. Baba, neno lako hili likamfunike kila mmoja, likamwatamie Baba. Baba, pigana na wanaopigana na watoto wako, teta na wanaoteta na kanisa lako hili Bwana. Shika ngao na kigao Baba, sawa sawa na Zaburi 35. Uliye Mungu mwaminifu, malaika zako wa vita wakasimame pande zote Baba, wakatupiganie na sisi tunyamaze kimya, kwa kuwa vita na kisasi vina wewe Bwana Mungu wa majeshi. Wewe ndiwe Bwana wa vita. Yesu kadhihirike katika jina lako takatifu. Kama jemadari wa majemadari ni wewe Yesu. Baba, nasema asante. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mikono yao Baba, ninabariki kazi za mikono yao.
Ninaachilia damu ya Yesu kwenye miguu yao. Hatua zao ninazibariki kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ubarikiwe uingiapo na kutoka. Ubarikiwe shambani, ubarikiwe mjini. Ibarikiwe nyumba yako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Kibarikiwe kiuno chako, ibarikiwe tumbo lako mama. Kibarikiwe kiuno chako kaka yangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, damu ya Yesu ya agano jipya ikufunike kwa jina la Yesu Kristo. Mabaya yasikupate wewe, wala tauni isikaribie hema yako kamwe, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Kila kifungo kilichoshika maisha yako na nyumba yako kifunguke sasa kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninafungua kwa damu ya Yesu. Ninafungua vifungo vya shetani. Ninakufungua kwa damu ya Yesu Kristo. Funguka uwe mzima. Funguka, ondoka kwenye vifungo vya umauti kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ondoka kwenye vifungo vya magonjwa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Uwe huru. Simama sasa na kusimamisha kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninakutamkia uzima kwa damu ya Yesu. Ninakutamkia kushinda na zaidi ya kushinda kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu na kwa neno la ushuhuda wetu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu ukadhihirike Bwana, ukadhihirike katika kila njia tunayoipita, katika kila mawazo, katika kila matendo. Roho Mtakatifu wa Bwana ukasimame na sisi sawa sawa na ahadi ya neno lako ya kwamba wewe ndiwe msaidizi wetu. Bwana Yesu, ulisema hatuwezi lolote bila wewe. Ni kweli Baba, hatuwezi lolote bila wewe, na ndio maana Bwana tunaianza wiki nyingine Bwana tukihitaji msaada wetu kutoka kwako uliyezifanya mbingu na nchi. Baba asante, endelea kulifunua neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Endelea kufunua siri za ufalme wako katikati ya watoto wako Bwana. Asante Bwana Yesu, kwa maana neno lako linasema neno la msalaba kwa wengine ni upuuzi, lakini kwetu sisi tuaminio ni nguvu ya Mungu yenye kutuokoa. Oh, haleluya. Baba asante kwa kuwa umetusikia. Baba asante kwa kuwa tunajivunia wewe. Baba asante kwa kuwa wewe ni Mungu, na wafunika watoto wako kwa damu yako takatifu. Baba, endelea kutupa mioyo unyenyekevu katika kulipokea neno lako, na misingi ya maisha yetu ikajengwe kwenye neno lako Bwana. Ile roho ya udanganyifu isije ikapata nafasi ndani na nje yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninaichota damu ya Yesu na kulizungushia kanisa la Bwana Yesu Kristo, mwili wa Kristo, na uzungushia damu ya Yesu na kuufunika kwa damu yako takatifu. Bwana Yesu Mungu uliyesema hata watoto wetu watafundishwa na wewe Bwana, na amani yao itakuwa nyingi na wokovu wao unatoka kwako, ukasimame na kizazi chetu Bwana, katika jina lako takatifu, na uzao wa uzao wetu kwa jina lako takatifu. Baba, nasema asante kwa kuwa umetenda kuliko tulioomba na tunayawaza. Asante Yesu kwa kuwa umwema na umwaminifu, na fadhili zako ni za milele, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, na Mungu azidi kukutia nguvu, na Mungu Baba akikupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 293144, na namba nyingine ni +255 769 145925. Damu ya Yesu ikufunike. Amen. Amen.